kwa taarifa zilizopo mpaka hivi sasa, Jonathan Soa tayari anakutwa na hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza amekwenda kulitenda kosa akiwa hana umiliki wa mpira, kwa sababu kuna mazingira ambayo watu wanatazama mazingira. Eneo la kwanza la kosa wanaangalia kwanza nguvu iliyotumika, imetumika nguvu kiasi gani, na eneo la pili wanaangalia pia nia iliyotumika, ilikuwa nia yani nia yake ilikuwa ni nini, alikuwa na nia gani? Umenielewa vizuri? Yeah. Ukiangalia Jonathan Soa, umiliki wa mpira ulikuwa kwa Himidi Maunkani. Jonathan Soa anaacha nia, kwa sababu kwenye mpira nia ya kwanza ni kumgusa mpira, hiyo ndo nia ya kwanza. Okay. Kwa unapoacha nia ya kwanza kwenye kugusa mpira kwenda kugusa mwili, yeah, it means kwamba wewe unakuwa umeshafanya nini? Makosa direct. Sasa ili kuweza kutafsiri nia yako ilikuwa mbaya kiasi gani, ndio inakuja nguvu iliyotumika kwenye nia yako, umetumia nguvu kiasi gani. Lakini pia eneo lingine wanaangalia nafasi kati ya nyie wawili, aliyekuwa na mpira na asiyekuwa na mpira. Aidha aliyekuwa na mpira alitenda madhambi, je, nafasi yake ilikuwa katika eneo lipi? Na asiyekuwa na mpira alifanywa madhambi, nafasi yake ilikuwa katika eneo lipi? Okay. Lakini pia wanaangalia eneo lingine, muktadha wa tukio. Tukio lilikuwa na muktadha gani? Katika ule umiliki wa mpira kati ya wale wawili ulikuwa na umbali gani kati yao? Nani alikuwa anafaidika na ule mpira? Ukiangalia katika hali ya kawaida, Himidi Maunkani ndio alikuwa na drive ule mpira. Tafsiri yake ni nini? Kwamba Himidi Mao ndio alikuwa ananufaika na ule mpira kwa sababu alipiga kwenye direction ambayo yeye anakimbia. Wakati huo Jonathan Soa ametoka katika position ya tofauti ya ule mpira, yani ametoka opposite direction na Himidi Maunkani. Yani kwa hiyo pia inapelekea kuweza kuadhibiwa. Lakini eneo lingine ambalo linatazamwa, wanaangalia pia madhara ambayo yanapatikana baada ya mguso wa nguvu kutokea. Ingawa eneo hili linakuwa halina nguvu zaidi, inawezekana baada ya kumgusa mtu alichanika mdomo, umeelewa vizuri? Yeah. Au mtu alivimba, au mtu alitoka damu, umeelewa vizuri? Wanaangalia pia, ingawaje unaweza ukatoka damu, unaweza ukachanika, na isiwe sehemu ya kuweza kupewa adhabu, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akajigonga, au anaweza akaanguka vibaya, au mnaweza mkaruka juu wote mnawania mpira mkapiga kichwa mkakosa mpira mkagongana vichwa. Hayo yameshatokea, tumeshuhudia hata dabi ya Kariakoo tulimuona Kibwana Shomari pamoja na Kibu Dennis waligongana vichwa, yeah, kama unakumbuka. Yes. Lakini hakuna ambaye alipata red card, wote walipasuka kama unakumbuka vizuri. Kwa mazingira kama huwa yanatokea, lakini pia kama ikitokea ni moja kwa moja kwamba mmoja alikuwa na intention ya kwenda kuumiza mwili wa mwingine, yule anakuwa na adhabu. Lakini pia